makubwa. Yeye alikuwa anaitaka wizara iweze kuangalia kwa kina kuhusiana na hilo swala. Sasa leo kutokana na hii mada, kuna madhara gani kwa binadamu ambapo ukiwa unatumia dawa pasipo kujua tatizo ni nini? Sasa leo hii katika kipindi chetu tutamsikiliza daktari kwa njia ya simu kutoka pande za Mwanza, anaitwa Medad Nyanguge, ambaye hatatupa kitabibu zaidi yeye kwamba kwa namna gani matumizi ya dawa holela yanaweza yakapelekea matatizo gani. Kama wewe unapenda shortcut bwana, unasema bwana mimi gharama zinatosha, haya ni malaria tu, naomba nimeze dawa. Sasa wewe msikilizaji, 0765110811 tuma ujumbe wako huko, utaona maoni yako. Lakini kabla yote, huyu hapa Medad, yeye tutakuja naye kimanga ubanga mpaka kieleweke leo, si ndio hivyo Rebeka? Atuambie haya Medad. Karibu katika kipindi chetu hapa kutoka Outlook FM 98.9 pande za Misenyi, Kagera. Na uko hewani hapa, wasikilizaji wanakusikiza. Kwa faida tu ya wasikilizaji, naomba ujitambulishe wewe mwenyewe, unaitwa nani, unatokea wapi? Sana. Kama nilivyotambulishwa kwa majina yangu, ninaitwa Dr. Medad Katemi Nyanguge. Nipo mkoa wa Mwanza. Mada mezani nimeielewa, kwa ufupi umeeleza, na kuna hilo swali umeuliza. Ni jambo ambalo kwa kweli linasumbua jamii kwa kiwango kikubwa sana. Daktari, kwamba tunapozungumzia matumizi ya dawa holela, kwa faida msikilizaji asiyeelewa, ni matumizi ya aina gani kwa ujumla? Naam, ni kwamba matumizi ya dawa holela ni yale matumizi ambapo mtu anatumia dawa pasina kujua ugonjwa nao unaomsumbua ni ugonjwa gani. Akisikia dalili ya kuchemka anaenda kununua Panadol anatumia. Akisikia kichwa kinauma anaenda kununua Diclofenac anatumia. Akisikia labda tumbo linauma ananunua Flagyl anatumia, pasina kutumia kwa dozi sahihi. Maana yake pia anakuwa hajapima na kubaini changamoto ni kitu gani, kwa sababu mtu anapoumwa tumbo, matatizo tumboni yako mengi. Lakini mtu ashakalidi sasa, akiumwa tumbo ananunua Flagyl na Panadol anatumia. Na bahati mbaya sana watu wengi kwa jamii hizi za Kiafrika huwa wananunua dawa incomplete. Yaani huwa kwa mfano na shilingi 1000 anaweza kununua dawa za shilingi 1000 anatumia, zikiisha amepata nafuu anaishia hapo hapo, hatumii tena. Kwa hivyo matumizi ya dawa holela ni namna hiyo, mtu anatumia pasina kujua ugonjwa na hatumii kwa mpangilio sahihi. Sawa, na kweli hayo mambo yamekuwa yakitokea kwenye jamii za kila siku. Sasa ni madhara gani ambayo mtu anaweza kuyapata kwa muda mfupi au muda mrefu ambayo yanaweza yakapelekea yeye na kununua dawa hata hizi antibiotics bila kuandikiwa na daktari? Okay, ndugu mtangazaji, na yako madhara ambayo yanaweza kumtokea mtu, yakampata mtu ambaye ana mazoea ya kutumia dawa pasina mpangilio. Yako madhara ya muda mfupi, lakini pia yako madhara ya muda mrefu anaweza akapata. Tukianza na madhara ya muda mfupi ambayo mtu anaweza akapata kwa matumizi ya dawa kwa holela, ni mojawapo ni kwamba anaweza akapata maumivu makali ya tumbo, lakini anaweza akawa anapata kichefuchefu. Lakini pia kutapika, anaweza katapika kwa sababu ile dawa unaiweka mwilini, haujui kama inaenda kutibu huo ugonjwa. Unaweza ukawa na changamoto ya malaria ukatumia dawa za typhoid, kumbe hauna typhoid, una malaria. Akapata vipele kwenye mwili, vikamtokea mwili wote akapata vipele. Ama akatumia dawa akapata maumivu ya kichwa, lakini pia akatumia dawa akachoka sana. Kwa hiyo ni madhara ya muda mfupi. Lakini yako madhara ya muda mrefu ambao mtu anaweza kupata kwa matumizi ya dawa kwa holela pasina kujua ugonjwa unaomsumbua. Mojawapo tunasema ni kwa mfano matumizi ya hizi antibiotics. Sana sana inapelekea mtu anapata changamoto ya kuna kitu kinaitwa acute kidney failure. Yaani mtu anapata changamoto ya figo zinaanza kuchoka. Maana yake chronic kidney failure, tunaita CKD kitaalamu. Maana yake mtu anapata changamoto ya figo ya kudumu ya muda mrefu. Mtu anafeli, figo zinashindwa kufanya kazi kwa sababu ya mazoea ya kutumia dawa pasina kupima. Kwa sababu matumizi ya dawa ama antibiotics pasina kupima kwa muda mrefu zaidi, kumbuka kwamba figo huwa zinafanya kazi ya kuchuja sumu mwilini. Dawa unayotumia huwa inaenda kuchujwa kwenye figo.
ndani ya figo kuna kitu kinaitwa glomerulus ama glomerular filtrate. Kazi yake ni kufanya kazi ya kuchuja dawa ambazo mtu anakuwa amezitumia ili mwili uweze kubalance. Sasa ile hali mtu anapokuwa anatumia antibiotics kwa muda mrefu, figo zinaweza zikachoka kwa sababu zinakuwa na kazi ya kuchuja hiyo sumu ya dawa kwa muda mrefu zaidi. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa interstitial nephritis. Yaani figo zake zinaweza zikavimba kwa sababu hiyo pia ya kufanya kazi ya kuchuja antibiotics kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia mtu anaweza akapata madhara ya drug resistance. Anaweza akapata ukinzani wa dawa au usugu wa dawa kwa sababu umetumia dawa fulani kwa muda mrefu zaidi, haujui ugonjwa ni kitu gani. Kwa mfano unaweza ukawa una changamoto ya tuchukulie mfano mwepesi kabisa, una changamoto ya UTI alafu unatumia dawa za amoeba. Sasa amoeba ndani ya mwili wako unakuwa haipo alafu unatumia dawa. Ama mtu anatumia dawa za UTI lakini hamalizi dozi kwa sababu hajui ugonjwa ni nini. Kwa kitumia siku 2 anaweza akaacha kutumia dawa. Kwa hivyo baadaye hiyo dawa wadudu wale wanajua kwamba tunakuja kuuliwa na aina fulani ya dawa. Kwa hiyo wanatengeneza kitu fulani cha kujizuia nacho. Kwa hiyo mtu anaweza kupata changamoto ya drug resistance ya kudumu. Lakini pia allergy ya kudumu ya mwili. Ndio maana kwenye jamii sasa watu wengi ukiangalia wanakwambia mimi nikitumia dawa za aina fulani natoka vipele. Mimi nikitumiaga dawa zenye sulfite zinanidhuru sana. Au nikitumiaga mimi Flagyl inaniletea madhara fulani. Kwa hivyo mtu ni ile tu kwamba imeshamtengenezea allergic reaction kwenye mwili ya muda mrefu ambao ametumia kwa muda mrefu, imetengeneza allergy ya kudumu kwenye mwili wake. Kwa kuna aina fulani ya dawa zinagoma kwake kutumika kwa sababu imeshatengeneza reaction kwenye mwili. Naam. Sasa unajua leo sasa umenifungua kitu fulani. Unajua watu wengi wamekuwa wakilalamika sana masuala ya allergy ya dawa na nini. Kumbe zimekuwa ni changamoto nyingi zinazotokana pia na matumizi holela ya kutumia dawa. Sasa unajua katika jamii tunayoishi tunaona kuna watu wakishauriana sana dawa mtaani. Tumia hii mimi nilisaidia. Je, ni kweli dawa inapomponya mtu mmoja inaweza kuwa sumu kwa mtu mwingine mwenye dalili zinazofanana? Ndugu mtangazaji, hilo ni jambo ambalo kwenye jamii linasumbua sana kwa kweli. Ndio. Particularly kwa watu ambao wanajihusisha na uuzaji wa maduka ya dawa ama pharmacy. Watu wengi huwa wana tabia ya kwenda kununua dawa pasina kupita kwa daktari. Sasa mtu anaenda kwa sababu amepewa maelekezo na rafiki yake ama na ndugu yake kwamba mimi dawa fulani nikiumwaga kitu fulani inanisaidia sana. Hiyo kwa kweli inarudi kule kwenye kupata masuala ya acute kidney failure, chronic kidney failure kwa sababu unatumia dawa pasina kujua ugonjwa. Kwa sababu haya magonjwa dalili zake nyingi huwa zinafanana sana. Kwa mfano dalili za malaria na dalili za typhoid fever huwa zinafanana, karibia zote zinafanana sana. Kwa mfano mtu mwenye malaria atapata kuchemka, mwili unachemka, yani anapata fever. Lakini pia mtu mwenye typhoid anapata vile fever pia, anachemka mwili pia. Lakini mtu mwenye malaria anaumia kichwa, anapata headache. Hata mwenye typhoid pia atapata headache vile. Mtu mwenye malaria pia anapata nausea and vomiting, tunasema kitaalamu. Yaani anapata changamoto ya kichefuchefu na kutapika ikiwezekana. Lakini hata mtu mwenye typhoid hapa mara nyingi amekuwa anatuambia bwana tuendelee. Kwa hivyo ni hivyo ndugu mtangazaji, kama mtu mwenye malaria pia anaweza akapata changamoto hiyo ya nausea and vomiting, yani kutapika, kuchefuchefu na kutapika. Hata mwenye typhoid anapata dalili hiyo pia. Kwa hiyo kwa ufupi kwamba yani haihusiani kwamba dawa imekuponya, yani imeniponya mimi Hamadi kwa ugonjwa na dalili zile na Rebecca akapata ugonjwa huo, nikamshauri katumie dawa hizi pasipo kwenda kupima na kujua na sababu ni kwa ufupi kwamba ni kitu ambacho hakitakiwi ndugu Hamadi, hakitakiwi hata kidogo, kwa sababu dalili kama nilivyojaribu kutaja zinafanana. Kwa hiyo ni bora kufika kituo cha kupima ama kwa daktari akakufanyia akakuklaki kuanzia mwanzo, akachukua historia yako na kujua dalili gani zinakusumbua, akakuandikia vipimo kutokana na dalili ulizo nazo, ukaenda kupima na kubaini moja kwa moja kwamba ni ugonjwa fulani, ukatumia dawa particularly. Sasa tumekuwa tuna kwamba katika jamii kumekuwa kuna wale wanasema mgonjwa anakuwa anaumwa, kwa mfano mimi nimejisikia vibaya kwa kweli na pesa nilionayo
haitoshi mimi kwenda hospitali kubwa au kuona na daktari moja kwa moja, na bibi hiyo inatokana kwamba jamii nyingi zimekuwa hazina uwezo wa kujihudumia au ile kutokujali. Sasa wewe kama daktari, mara nyingi hivi unaweza ukamshauri nini mtu ambaye anapitia hali kama hiyo, anajisikia vibaya na hana pesa ya kwenda kutoa kwa daktari au hospitali kufanya check up ya mwili kitaalamu? Sasa hapo unaweza ukamshauri afanye nini? Ndugu mtangazaji, hiyo ni changamoto kubwa kwenye jamii hizi za kwetu, lakini tunashauri sana watu wasithubutu kutumia dawa pasina kupima. Cha kufanya hapo, mtu akisikia dalili za namna hiyo na kwa wakati huo hana pesa kwenda kwenye vipimo ama kwenda hospitali, inabidi aangalie. Inategemea na dalili alizonazo, ni aina gani za dalili alizonazo. Kwa mfano, mtu anaweza labda akawa na hali mbaya kwa sababu anaharisha sana. Sasa mtu kama anaharisha sana, maana yake inabidi kwanza achukue hata pesa kidogo, hata namna yote apate angalau oro ile tunaita ORS. Au mtu anayeharisha inabidi atafute namna ya kupata ORS kwa ajili ya kurudisha anachokipoteza. Lakini inategemea na dalili pia, kwamba pengine anaweza kawa hana hizo changamoto, ana changamoto ya kuchemka. Cha kufanya hapo, anywe maji mengi, lakini pia akae kwenye eneo lenye hewa, akae kwenye eneo ambalo linakuwa na oksijeni ya kutosha. Lakini pia ikiwezekana apate kidogo watu ambao wanaweza wakampa support kwa kumjenga, hata kama hamna pesa, wakae naye kwa karibu na kwa uangalizi wa kwao, hawa watu ambao wanaweza kawa wanamzunguka pasina kutumia dawa. Lakini kama labda ana maumivu makali sana, anapata maumivu makali sana na hana pesa ya kwenda kupima, lakini ana pesa walau ya kununua dawa ya maumivu, anaweza akachukua angalau Panadol. Lakini akienda kwa daktari, akipata sasa pesa kwenda akachukua hata Panadol akatumia, lakini wakati huo anafanya mchakato wa kupatikana kwa pesa ya kwenda kwenye matibabu. Akipata pesa kwenda kwenye matibabu, akifika kwa daktari lazima ajieleze kwamba bwana, mimi nilisikia maumivu makali sana ya kichwa, nikaamua kutumia Panadol walau kupunguza yale maumivu. Kwa sababu hapakuwa na namna ya kufanya. Daktari akimueleza, maana yake daktari atajua kwamba ametumia Panadol ngapi na yeye ataongezea ngapi na matibabu mengine sasa yanafuata. Ndio, sasa kuna wale bwana kwa mfano wanajitibu kwa kutumia historia ya mwili wake, kwamba mimi nikiumwaga, nikiona dalili hizi itakuwa malaria, anaenda kuchukua dozi yangu ya malaria na kunywa. Na mimi bwana nikisikiaga hivi itakuwa ni UTI, nafanya hivi na kunywa. Sasa watu kama hao hivi unaweza ukawaona wako sahihi sana wanachokifanya, au lakini wakitumia wanapona kiuhalisia. Je, kuna usahihi wowote wanachokifanya? Swali zuri sana ndugu mtangazaji, ndugu Ahmadi. Lakini naomba nipe time kidogo nikueleze zaidi kwenye hilo eneo. Twende. Ni kwamba watu wengi wana hiyo changamoto. Sasa bahati mbaya sana, changamoto walionayo wanatumia sana wanatumia dawa za maumivu. Yaani dawa nyingi wanazotumia, kama kiuma kitu fulani anachukua dawa sana. Wengi hawatumii dawa hata za kutibu ugonjwa. Wengi wanatumia dawa za maumivu. Wengi atakwambia mimi natumiaga Indocin. Nikitumia Indocin kitu fulani kinapona. Au mtu anakwambia mimi natumiaga Diclofenac kinapona. Au mtu anakwambia natumiaga Ibuprofen. Sasa dawa za aina hiyo ni hatari sana kwa afya ya mwanadamu, kwa sababu wengi wanapata madhara yafuatayo. Watu wenye mazoea ya kutumia dawa bila kupima, sana kwenye eneo la hizo painkillers. Moja, painkillers zinakuwa zijulikane kama ifuatavyo, kwamba kuna painkillers zimegawanyika. Kuna zile tunazoziita non steroid anti-inflammatory